walfaqir, na yule ambaye atakuwa ni fukara, hana kitu, masikini, la yajibu alayhi alhajj, haimlazimu juu yake ibada ya haji, wala yuhajju anhu, wala haifai kwenda kumhijia yule fakiri. Yani wewe una uwezo, mathalan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia nini? Mali. Lakini una rafiki yako, una ndugu yako ambaye ni fukara, ni masikini, hana uwezo, hana fedha ya kumwezesha kwenda kuitekeleza ibada ya nini? Ibada ya haji. Alafu umwambie shekhe, kwa vile wewe ni fakiri, basi insha Allahu Ta'ala wacha mimi niende haji nikahiji kwa niaba yako. Hakuna hija ya namna hiyo, wala haitofaa hiyo hija. Wala basa bibadhli nafaqati lahu, na wala hakuna tatizo ukiamua fakiri yule kumpa pesa. Si hana pesa, muwezeshe kwa ajili ya kwenda kufanya nini? Kwa ajili ya kwenda kuhiji. Ndio hapa tunasema wala ba'sa bibadhli nafaqati lahu, wala hakuna tatizo wala shida kumpa fedha ya kumwezesha kwa ajili ya kwenda kuhiji, liyahujja an nafsihi, ili akahiji yeye mwenyewe nafsi yake. Waman budhilat lahu nafaqatul hajj, na yoyote ambaye atawezeshwa, atapewa pesa kwa ajili tu akaitekeleze ibada ya hija, walam talhaquhu biqabuliha darar, na wala asipate madhara kutokamana na fedha aliyopewa. Maana sio kila pesa ambayo unayopewa iko salama. Sio kila pesa ambayo unayopewa kwa ajili ya kwenda kuitekelezea ibada ya haji iko nini? Iko salama. Hapana, iwe ni pesa ambayo iko salama, haina matatizo, hajanyang'anywa mtu, hajaporwa mtu, haijaibiwa mahala, haitokamani na biashara ya haramu. Sasa yule ambaye atapewa fedha ile na ikawa ile fedha katika kuichukua haitomletea shida, fala haraja alayhi fi qabuliha, hakuna makosa na wala hakuna uzito kisheria kuikubali ile fedha kwa ajili ya kwenda kufanya nini? Kwa ajili ya kwenda kuhiji. Ndiyo hapa anasema fala haraja alayhi fi qabuliha, hakuna makosa kuikubali fedha hiyo, wa adai la haji biha, na kwenda